manispaa zina uwezo wa kutoa mwongozo kuhusu matangazo, si ndio? Hayo matangazo ndio, lakini kuhusu matangazo ya uchaguzi, linapokuja suala la uchaguzi, sheria mama inayotumika ni sheria ya uchaguzi, na ndio dhana ya kulinda uhuru wa tume. Lakini kwa kila mtu anatumia sheria yake, hii tume ingefanya kazi vipi? Sijui naelewana vizuri. Ingekuwa kila mtu anatumia sheria yake, tume ingefanya kazi vipi? Kila mtu ana sheria yake hapa. Tume inakuja kila baada ya miaka 5. Sasa leo ukisema kwamba sisi tunatumia sheria ya manispaa, no. Ipo, mnayo sheria ya matangazo, kweli kanuni zenu zipo. Lakini inapokuja swala la uchaguzi ni special case, na ndio maana tume imeweka fanya nini? Utaratibu. Sisi tunaelewana vizuri. Wanatengeneza utaratibu zao, miongozo yao na kanuni zao. Maana ikiwa ndo kama nilivyosema, ikiwa leo kila mmoja anafanya kazi kwa sheria yake, hebu fikiri sheria ya uchaguzi, kwa mfano ya uchaguzi mkuu ule wa jamhuri, si ndio? Wa wabunge na rais wa jamhuri. Sasa hivi imebadilishwa, inaruhusu wafungwa kupiga kura, au sio? Sasa ikiwa bwana jela kule akisema mimi nachukua nafuata utaratibu wangu, hapa siruhusu mtu kuingia jela, itakuwaje? Haruhusu maafisa, hasema siruhusu shughuli za kiraia kuja kufanywa ndani ya jela, itakuwaje? Si wao na sheria na wao na sheria yao? Hapana. Swala la uchaguzi lina sheria yake mama. Sasa nitumie fursa hii kupitia kwenu, ndugu waandishi wa habari, kuwatoa hofu wagombea wa vyama vyote vya siasa. Na hii si wazengi watu wa ICT, wa vyama vyote vya siasa. Sisi ICT ni chama kiongozi, tunaonyesha njia. Wengine najua, maana hapa nawasemea hadi wale wa CCM, kwa sababu najua hofu imetanda. Linapokuja mambo kama haya hawawezi kuzungumza, lakini najua sababu tunaishi nao, ni marafiki zetu, wanagugumia chini kwa chini. Sasa itakuwaje? Lakini kutoka hadharani hawawezi, wanaogopa. Sisi tunawasemea kwamba wasiwe na hofu. Tamko lile ni batili. Nasema kama nilivyosema, wanatutegemea sisi tuseme. Wake wapo walo reach out, sasa mheshimiwa itakuwaje, litolee basi hili kama lile la watumishi, watu wa CCM wao wagombea, litolee basi na hili kauli kama lile la watumishi, leo umetusaidia sana. Na hili bwana itakuwaje, sisi tushavanga bajeti, hatuwezi kidijitali. Sasa wanagugumia wenzetu, jamaa zetu. Sisi chama kiongozi, chama chenye ridhaa, chama kilichokuwa na imani ya Wazanzibari na Watanzania, tutasema ni wajibu wetu. Tamko lile ni batili na halina mashiko kisheria.